Kwa majina naitwa Selemani Bwenzi, mchezaji wa Mashujaa. Namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi ya kuwa katika moja ya watu ambao wapo katika benchi au timu ya Mashujaa. Kwangu ilikuwa kama moja ya surprise kwa sababu offers zilikuwa nyingi, lakini mpaka nimekuja huko alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kile ambacho yeye huwa anakipanga siku zote ndio huaga kinatokea. Katika mchezo wa kwanza ulikuwa mzuri kwa sababu ni moja ya michezo ambayo nishai kuicheza katika maisha ya soka. Kwa soka kitu cha ajabu, ni vitu vile ambavyo vinatokea kila siku kwa mchezaji. Tuanzie hapo, siku ya kwanza sasa kutokana na Mashujaa, maana yake offers zilikuwa ni nyingi sana. Kitu gani kilikushawishi kukataa offers zingine na kuvutiwa na ofa ya Mashujaa? Siku zote sehemu ambayo mtu anakuja kwanza yeye mwenyewe anaipenda. Mimi Mashujaa ni timu ambayo nilikuwa naipenda tofauti na kuwa na hizo priority ya timu nyingine, lakini pia ofa yao ndio ilikuwa kubwa kuliko ofa za timu nyingine zote. Kwanza nina deni kubwa katika timu, lakini pia kwangu mimi mwenyewe binafsi kama mchezaji. Nembo yote ambayo unaivaa mchezaji ni nembo ambayo inakuingizia riski na kufanya wewe unazidi kuwa mkubwa katika soka la Tanzania. Kwa nembo yao ni kubwa na naidumisha kwa kufanya kazi nzuri uwanjani na kujitoa katika yale majukumu ambayo timu inahitaji. Tofauti ni ule ule wa kawaida tu katika mazingira ya kawaida katika soka. Hauwezi kufananisha Kenigodi ambao nimetoka na Mashujaa ambao ilivyo. Ingawaje zote ni timu ambazo zilikuwa katika Premier. Lakini mazingira ambayo nilotoka kule timu sehemu ambayo iliyokuwa na hapa ambapo nimefika timu ambayo sehemu iliyokuepo. Kwa mazingira ni ya kawaida tu, hamna mabadiliko makubwa sana katika soka. Hiyo ni private life ambayo naishi kila siku ya kawaida, lakini ni mtu kama mtu wengine. Yaani vile ambavyo ulivyokuwa wewe na mimi ni hivyo hivyo. Ningekuwa nafanya nini? Ningekuwa tu mtu tu wa kawaida. Selemani Bwenzi unafahamika sana, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapiga ndondo kweli kweli. Hiyo na ukweli halisia. Muda huo kitambo wakati tunajitafuta. Unajua katika sehemu za kujitafuta kuna sehemu nyingi ambazo unapitia. Ndondo Cup ni sehemu ya maisha ambayo yamenifanya mpaka hapa ambapo leo hii nimefika. Ni mashindano makubwa kwetu sisi mtaani, tunaita UEFA ya Uswahilini. Kwa hiyo lazima uwepo, na unapokuwepo kunakuwa na ofa nyingi huwa zinatokea. Kwa hiyo ni maisha ambayo tunayapitia wachezaji mpira wengi ambao tuko katika kujitafuta. Nilitokea Mbeya Kwanza nikaenda Kenigodi. Kwanza nilitoka Mtibwa. Nilipotoka Mtibwa ndo nikaenda Mbeya Kwanza. Nilipotoka Mbeya Kwanza nikaja Kenigodi hapa. Sijatokea kwenye Ndondo Cup kwenda Mbeya Kwanza au kuja hapa. Kwa hiyo nilitoka Premier nikashuka daraja ya kwanza nikaenda tena Premier nikarudi. Mwaka jana nimemaliza na goli 5. Kwa hiyo sasa hivi natakiwa nizidishe zaidi ya goli 5, ingawa sijaanza vizuri katika msimu, lakini tupo katika kujitafuta na mazingira ya labda kubadilisha sehemu ya nadharia tofauti. Kwa hiyo mimi mazumuni yangu kufika katika sehemu ambazo katika watu ambao watakuwa wanatajwa katika moja ya watu ambao wanatajwa katika soka la Tanzania, na mimi nahitaji niwe katika hilo dugu. Kwa ndo maana bidii nyingi na tunajitoa kwa sehemu kubwa sana. Hapa tu nilipo sasa hivi ni sehemu kubwa sana ya maisha yangu. Namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nipo katika kujitafuta, sio kama nimeridhika na hichi ambacho kimetokea mwaka huu au hapa ambapo nilipokuwa. Kila ndoto ya kila mchezaji ni kufika mbali. Kwa hiyo na mimi pia malengo yangu ni kufika zaidi ya hapa ambapo sasa hivi nilipokuwa. Alama katika maisha yangu ya mpira, ile tukio kwangu ni kubwa sana la kumfunga Diara. Ndio tukio langu kubwa sana katika maisha ya soka ya NBC. Lakini katika maisha tu ya Uswahilini matukio yako mengi. Lakini katika ligi kitu ambacho kimenitambulisha kwa jina kubwa ni moja ya lile tukio ambalo kwangu lilitokea. Mimi napenda sana music. Napenda sana kusikiza music. Msanii gani Tanzania unaipenda? Mimi nina wasanii wengi, lakini msanii wangu mkubwa Shoro Mwamba. Mwenyezi Mungu asiwavunje mioyo. Mpira una matokeo mengi, kwa kama mashabiki wawe katika ustahimilivu wa kuvumilia kipindi cha timu ambacho kinapitia, lakini kama wachezaji tunawaahidi kwa hichi ni kipindi tu cha mpito ambacho kinatokea katika kila timu. Kwa tunajipanga na kujitoa ili kufanikisha malengo ya timu, malengo ya mashabiki, kwa sababu shabiki yeye matokeo ambayo yeye anayajua katika soka ni kufunga tu. Hakuna matokeo mengine ambayo anayajua. Kwa tunawaahidi katika mchezo wa kesho ambao tunauendea tutapata pointi 3 na michezo mingine ambayo inafuata mbele yetu.